Tumsifu Yesu Kristo, uhuru wa Yesu, Mola ya Seba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo zinazotoka katika Wakorinto wa pili sura ya 4. Tutaanza na siri ya kwanza, hazina katika vyombo vya udongo. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 15 inasema: kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyostirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuizihirisha iliyo kweli. Twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili azama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Pande zote twazikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa; twaudhiwa, bali hatuachwi; twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu, ipatikanayo na mauti. Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu, na kutuhuzurisha pamoja nanyi. Kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana kwa hao walio wengi, shukurani izidishwe na Mungu atukuzwe. Nini cha kujifunza hapa? Kipawa cha kuhubiri akikupa Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho, hutakata tamaa kamwe, maana Yesu
hakuwahi kukata tamaa. Kila jaribu kwa mtumwa au mtumishi wa Mungu ni mtaji wa kutumia kuwaleta watu wa Yesu. Unajua ni kwa sababu gani? Yesu mwenyewe, mtoa karama zote ulimwenguni, ndiye mwanzilishi wa mateso na majaribu, kuyatumia kama mtaji wa kuwaleta watu wote kwa Mungu wa mbinguni. Mfano, msalaba wa Yesu una mtaji mkubwa sana wa Yesu aliyowekeza msalabani. Ni siri ya ufalme wa Yesu hiyo, na wenye roho wa Mungu tu hulifumbua fumbo hilo. Kwa hiyo Paulo alihubiri akionyesha namna gani jinsi nguvu ukipokea kutoka mbinguni ambavyo inakujaza ujasiri wa kushinda kila jaribu. Na hii ni kwa sababu Yesu Kristo yu hai mpaka sasa, anatawala ulimwengu kupitia watu wanaoliita jina lake kwa nguvu na kwa imani. Anafanya kazi nao katika ulimwengu wa roho huku akiwa mbinguni. Siri ya pili, kuishi kwa imani. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi 18 inasema, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Nini fundisho hapa? Imani ndiyo imebeba matokeo ya maisha yetu ya umilele baada ya dunia hii kupita. Mfano, mtu anayeamini hakuna maisha baada ya dunia hii kupita ni imani yake, na asipokubali na kukiri kupitia kumwamini Yesu Kristo, itakuwa hivyo hivyo kama anavyoamini nafsini mwake. Maana yake ni nini? Ataishi kuzimu na jehanamu baadaye, kwa sababu ya imani yake inavyoamini kwamba hakuna maisha tena baada ya hapa duniani kuishi ukifa. Maana yake anaamini, na ndicho hicho matokeo ya imani yake. Lakini pia mtu anayeamini mateso ya sasa ni fahari ya baadaye, kama tu jinsi alivyoyapitia hapa duniani Yesu Kristo na kupata fahari ya milele huko mbinguni na duniani, ndivyo itakuwa kwa wateule wake. Hiyo imani iliyojengeka kwa mtu anayemwamini Yesu Kristo na kuona fahari jinsi Yesu Kristo alivyopitia mateso akapata fahari, ndivyo itakavyomtokea mwisho wa siku baada ya kuja kuurithi uzima wa milele, kwa sababu ameamini kitu ambacho katika ulimwengu wa roho ndicho alichokimaanisha mtumishi au mtume Paulo aliposema kwamba tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Ndiyo ile ahadi aliyotuahidi Yesu Kristo kwamba atarudi tena kuja kulinyakua kanisa, na kanisa ni mimi na wewe ambao tumejengwa katika ulimwengu wa roho na Yesu Kristo. Na hilo ndilo kanisa ambalo tunakaza mwendo kuhubiri. Hatulegei, hatuchoki, hatukati tamaa, wala hatuogopi vitisho, wala hatuogopi vicheko, wala hatuogopi aibu ya kuitwa washamba, ili kuwarejesha watu kwa Mungu wapate kupona. Ombi. Yesu Kristo, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uliyeziumba mbingu na nchi, ukashuka kutoka mbinguni kuja kuliokoa kanisa, onekana sasa na daima katika watu hawa ambao wameisikiliza sauti yako kwa nguvu na kwa ushuhuda wasiolegea, ili wapate kupona, ili mwisho wa siku udhaifu wetu Baba na fedheha hapa duniani ziwe baraka za maisha ya umilele baada ya kutunyakua na kushinda majaribu yote ya hapa duniani. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na watu wote duniani. Amina.